letu Bwana. Baba, mioyo yetu imeinuka mbele zako Mfalme, ili kukuabudu na kukuinua na kukutukuza. Baba, mioyo yetu imejawa na furaha, maana Mfalme wa wafalme umetenda makubwa katikati yetu, na maisha yetu Baba yananawiri kwa ajili yako Mfalme. Bwana, pokea sifa na utukufu. Hakuna Mungu kama wewe, Mfalme wa wafalme, wewe uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo Bwana, na ukatuumba hata na sisi kwa mfano wako. Zaidi Baba, ukatuokoa na kutuosha kwa damu yako, na ukatuita watoto wako, Mfalme wa wafalme. Bwana, asubuhi ya leo mioyo yetu imejawa na furaha yako, maana neema yako iko dhahiri juu ya maisha yetu Bwana, maana rehema zako na huruma zako Bwana ziko juu yetu, Mfalme wa ajabu. Basi tuseme nini Mungu wetu na Baba yetu, bali Bwana wa rehema nyingi upokee sifa na utukufu. Heshima na mamlaka zote ni zako Bwana. Tunakuabudu, tunakuinua asubuhi ya leo. Pokea sifa na utukufu Baba. Tunaponyenyekea miguuni pako Mfalme, ili kusikia kutoka kwako Bwana, ili kuinuliwa na wewe, Mfalme wa ajabu. Basi Baba, tembea katikati yetu Mfalme, ukaguse kila moyo ambao Bwana umekusudia kuja kanisani asubuhi ya leo. Ukabadilishe maisha yetu Mfalme wa ajabu, ukainue hali zetu, Mtakatifu wa Israeli, ili sifa na shukurani zikurudie wewe Bwana. Na zaidi Baba, ukatujaze tamanio la neno lako Mfalme, ukatujaze tamanio Baba la kutaka kuja kwa nyumba yako na kusikia kutoka kwako na kukuinua na kukuabudu Mfalme. Baba, tutenge mbali na dhambi, tutenge mbali na maovu, tutenge mbali na huyo mwovu Bwana. Basi Bwana, pokea sifa na utukufu, maana yote uyatendayo ni mambo ya ajabu. Pokea sifa na utukufu Mfalme. Siku hii ya leo ni siku yako Bwana, ambao umeitengeneza ili tukafurahi na kushangilia ndani yake. Bwana, pokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Asante kwa neema, asante kwa rehema, asante kwa uwepo wako Bwana, asante kwa roho wako Mfalme. Baba, asante maana unayaweza yote. Zaidi asante kwa uhai na afya njema umetupatia sisi pamoja na watoto wetu na nyumba zetu Bwana. Tunakuabudu, tunakuinua, tunakuabudu Mfalme wa ajabu. Asante kwa wale ambao tumefika, wale wako njiani Bwana, tunaweka mikononi mwako, ukawafikisha salama, ili Bwana tukabarikiwe pamoja. Tunakuabudu, tunakuinua, na ni katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ni siku njema Bwana ameifanya ili tukaweze kumwimbia, kumwabudu, kumshukuru, kumchezea. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitaita kikundi cha sifa waweze kutuongoza katika nyimbo za sifa na za kuabudu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Tusalimiane hewani. Wow. Haleluya. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good and that is his name. Amen. Nitumshangilie Bwana, tufurahie kwa sababu tumekuja kwa nyumba ya Mungu. Haleluya. Amen. 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 Kama ni kucheza cheza, kama kuruka ruka, Amen. tufurahie huyu Mungu wetu. Haleluya. Maana ametutoa mbali na mali tumefika, tunasema yeye ni Ebeneza. Amen. Haleluya. Amen. Haya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Haya, cheza kwa Yesu, chezea Bwana. Haya, shangilia Yesu na vigelegele. Haleluya. Oh, kama umebarikiwa sema amina.
mahali popote Kama ulipo. wewe. Inamisha uso wako. Oh yes, Jesus. We worship you. You have done well in our life. Jesus, Jesus, Jesus. Oh yes, 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 yes. Oh, angalia katika roho yako, angalia katika roho yako. Hebu zama katika hii neema, zama katika imani. Oh yes. Unastahili sifa. Unastahili utukufu, unastahili heshima. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Umenitenda mema Yesu. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda
Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Haleluya, haleluya. Tumpatie Bwana sadaka ya shangwe na makofi wakati bishop wetu anakaribia. Asante. Haleluya, tumpatie Bwana Yesu makofi. Haleluya, praise God. Thank you Jesus. Naweza kaa tafadhali. Asanteni sana praise and worship team. Asante kwa huduma ambayo mnaipeana kwa Mungu, na kila mmoja wenu wale wanalauka wanahakikisha this place is clean, wanaenda kutafuta maji, wale wanapeana hayo maji kwa sababu ya Yesu. Everything you have done ni sadaka mbele za Mungu. Amen. Na ina imani Mungu atabariki kila mmoja wetu kwa njia ya ajabu. Amen. Habari zenu asubuhi ya leo. Hebu nipungieni mikono nione. Barikiweni sana watoto wa Mungu kwa kufika katika nyumba ya Mungu siku hii ya leo. Kwa jina naitwa Reverend Francis Gathege Githinji. Nampenda Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimefurahia sana hiyo time ya praise and worship, na nimemwaya moyo wangu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Wacha nikupatie siri. Wakati wanaendelea kumsifu Bwana, wakati wanaendelea kumwabudu, wewe kaa ukitamka yale yote yako moyoni kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Unaimba kidogo ukiendelea na maombi, ukimwambia Mungu unampenda, unajitoa kwake, unajipeana kwake. Bwana asifiwe. You keep on committing yourself to God, and you discover that the Lord finds his way in our lives and in our situations. Na wakati mtu ameweka maisha yake kwa Yesu, ukweli mzigo ule wa moyo unamuondokea. Amen. Iwe ni mzigo wa mashida, iwe whatever it is, the Lord takes over. Bwana asifiwe. And you feel peace in your heart. Siku ya leo ujumbe unaitwa In the Hands of Our Master. Na ujumbe huu ni kama kuendeleza ule nilihubiri last Sunday ambao ulikuwa ni committing our lives to God. Unakumbuka vizuri? Amen. Na tulitumia maandiko ambayo yako katika Marko 12:28 na mpaka 30. Hayo ndio tuliyatumia, na ilikuwa ni mahali Yesu alikuwa anasema commandment mbili za muhimu. Kuna mtu alimuuliza commandment ya maana kabisa ni gani? Na tukasema umuhimu wa commandment mbele za Mungu ni kwamba inatengeneza relationship katikati yetu na Mungu. And that is why God had given those commandments, so that people would keep them and in the process become friends of God, become righteous. Hallelujah. Na katika zile 10 Yesu akazipunguza kabisa na akaweka commandment mpya ya kumpenda yeye. Hallelujah. Na inasema you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sawa sawa. Na hizo vitu ndizo tulikuwa tunajicommit kwa Mungu, kwa sababu to be able to love God the way he wants to be loved, then we commit what he is talking about to him, so that the Holy Spirit can help us to love God the way we are supposed to love God, because only he knows the mind of God. Ukweli urongo? Roho wa Mungu ndiye anajua mind ya Mungu kwetu. Hallelujah. Kwa hivyo kama sasa Yesu alisema mpende Bwana Mungu wako, hiyo ndio commandment ya kwanza na muhimu kabisa, na moyo wako wote na nafsi yako yote, na nini ingine? Na nguvu zako zilikuwa 4. The soul, the heart, the mind, and the strength.
hizo vitu nne kumpenda Mungu inavyostahili, tunahitaji roho wa Mungu. Ukweli roho wapendwa. Therefore, last Sunday we were committing that ability to love God the way he needs to be loved to him. Kwa sababu Mungu atashauri moyo wako, Mungu atashauri mawazo yako, Mungu atashauri nafsi yako, na atashauri nguvu zako. Ukijua hata kuamka inamgharimu Mungu wapendwa. Bwana asifiwe. Kuamka niliona mahali watu wakisema ati kuna uchunguzi umefanyika wa kisayansi ati mwanadamu akifa tu ukimpima ako na -21 grams 21 grams. Yaani hii maringo yetu yote wewe uko na 21 grams ndizo zinatembeleaga ndani ya hii mwili. Hii maringo yote wanadamu wako nayo, kumbe you are only weighing 21 grams. Ako kaumfuke Mungu aliweka kakienda 21 grams. Hata ng'ombe hata ndogo 21 grams. Probably we need to do more research on that one, but I found it very amusing. Kumbe hii bingu tunaenda, tunashindagwa hawa watu wote watatoshea wapi? Kumbe ni gramu 21 grams 21 grams 21 grams. Inabidi basi we give our all to Jesus. Amen. Akasema commandment ya pili ni gani? Umpende jirani yako kama unavyofanya nini? Unavyojipenda. Na hii uchoyo yote tunakuaga nayo, kwa sababu hatuwezi basi, we still commit that to God. Hallelujah. Unamwambia Mungu nisaidie basi nimpende jirani yangu kama ninavyojipenda mimi mwenyewe. Na tukataja Mother Teresa ambaye alisema if you want to love the world, go home, love your family first. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaanzia Jerusalem, mahali unatoka. Usijifanye wewe unaenda kununulia watu pombe kwa baa na bibi yako unamwacha anakula sukuma wiki na wewe unakula nyama choma. Kwenda nyumbani, penda bibi yako na watoto. Amen. Wewe mama unaenda huko kutoa pesa ya nini? Ya chama. Rudi nyumbani, penda huyo bwana yako kwanza. Hiyo pesa yako ya chama na watoto. Kama ukweli utapenda jirani, penda watoto, penda mama, penda mzee. Ndio sasa unaweza bonga kwa jirani, mwambie nimebakisha chika kula. Katika mambo hayo basi, kama kweli tumejipeana kwa Mungu, then what happens? That is the question. Ukweli last week na wiki hii yote nimekuwa nikiomba, namwambia Mungu ukumbuke nilikupatia mawazo yangu yote. Na tulisema he says with all, tukaweka all, the word all in capital. Na tukaona upendo wa Mungu na mtu sio kama upendo wa kijana na msichana, upendo wa chips na kuku na sausage na smoky. Hiyo ni yenu ya kienyeji. Lakini ya Mungu anasema you shall love the Lord your God with all. Anaanzisha na jina nini? Oh, na ni Yesu mwenyewe. Kwa hivyo hii hapana upendo ya karubandika. Na tunadhani kanisa na sasa ndio tuko na mambo mengi, mashida mingi, confusion mingi, kwa sababu tumeleta ubinafsi mwingi katika mambo haya ya Mungu. Badala ya kumpenda Mungu na the all he is asking, sisi ndio tunataka the all that we are asking.
So it becomes vice versa. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Na sasa kwa sababu tumejipeana kwa huyo Mungu, what do we expect in the hands of our master Jesus? Therefore, since we have given our all to him. Hallelujah. Na nikahisi roho Mungu akinipeleka sana katika kitabu cha Ephesians chapter 4. Huwa nawaambia Biblia ni kubwa. Na kama basi utapata text, lazima basi Mungu akuonyeshe ni wapi utasoma. Ukweli urongo wapendwa. Hata wakati unaomba Mungu kuna shida, unaona kuna scripture huwa ana inspire katika your mind. Na saa nyingine ukienda pale unaisoma ni kama huielewi, lakini ukikaa unaanza kusikia roho wa Mungu anakupatia instruction ya kuielewa na kuifuata na kujenga imani katika lile neno. Hallelujah. Na katika Ephesians chapter 4 nasoma kutoka verse 1. As a prisoner of the Lord, then I urge you. Unaona, as a prisoner. Kwa sababu sasa wewe si prisoner wa your soul, wa your heart, wa your mind, wa your strength. Sasa yote umepea nani? You have given all to Jesus. Therefore, you have become his prisoner. Huwa nawaambia siku moja hata kama sikuwa prisoner nilikuwa mahabusu. Nashukuru Mungu ilikuwa masaa kidogo. Nilikuwa nimemaliza form 4, sasa nasikia kama dunia ni yangu. Sasa hakuna mtu anaweza niambia kitu. Hata nilienda nikavuruta bangi mahali. Nimemaliza shule sasa. Na kuna watu duniani. Na msichana nilikuta huko, unajua bangi sijui kwa nini wanaivuta wakiipaka mate. Yaani kuna vile kuna ujinga fulani ya shetani inakuaga. Anaivuta, unaona anaweka mate. Na sasa hiyo nakumbuka ni msichana, I hope waliokoka. Alikuwa anaitwa Kadhibia. Akaivuta, ikatoka moto. Hiyo bangi ikatoka moto. Na ni wasichana. Nikashindwa ni huko ni wapi nimekuja. Na si ati walikuwa ni watu masikini. Ni shetani tu kuchika watu. Prisoners. Wale, let me tell you. Ukiona hawa watu wamepotea, waombe, tamka neno, mwambie Mungu mhurumie. Ni mateka huyo mtu. Ni prisoner. Na shetani hana adabu, wewe mwanamke, uwe mwanaume, uwe na pesa, uwe masikini, uwe muhindi, uwe mzungu, it doesn't matter who you are. If you are a prisoner, you are a prisoner. Haijalishi ni dini gani unafuata, hata uombe siku 50 ushinde Yesu. If you are a prisoner, you are a prisoner, and only Jesus sets people free. Amen. So after becoming prisoners of the devil, and after being redeemed by Jesus and delivered, we come and we offer ourselves freely to be prisoners of our Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. As a prisoner, mimi nafurahia vile anaianzisha. Of course akiandika hii alikuwa amefungwa. Literally, he was in prison. Lakini yeye kuwa prison, hakuona akiwa prison ya wale watu. Alijiona akiwa prisoner wa Yesu. Kwa sababu gani? Alikuwa amefungwa kwa sababu ya kuhubiri huyo Yesu. Hallelujah. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Sasa haya ni masharti ya huyo prisoner ambayo ni wewe na mimi. Bwana asifiwe. Masharti. Be completely humble and gentle. Be patient.
bearing with one another in love. Jina love limerudi. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amani pia imekuja. There is one body and one spirit, just as you are called into one hope when you are called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Hey! Yes, wangu Bwana. Tuendelee verse 7. But each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he led the captives in his train and gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and others teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, by the cunning and the craftiness of men in their deceitful scheming. Baba, nakushukuru kwa sababu ya neno lako takatifu. Naomba unitumie kama chombo chako takatifu, na nikubariki mbele zako pamoja na wapendwa wote waliofika kanisani siku hii ya leo. Sisi ambao tumejipeana kwa mikono yako, utushauri siku hii ya leo na utusaidie kuishi inavyostahili, tukiletee utukufu, heshima na sifa katika dunia hii mbovu na mbaya siku hizi za mwisho. Tusaidie Bwana, na ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Kwa kifupi nitawakumbusha vile Jeremiah aliambiwa na Mungu katika chapter 28 of Jeremiah verse 1 to 6 aende kwa mfinyanzi, aangalie vile nyungu zinatengenezwa, na katika kule kutengeneza ule udongo ukaliharibikia kwenye mikono ya yule mfinyanzi, na Mungu akasema Israeli iko kwa mikono ya Mungu kama vile ule udongo. Na akauliza, kwani mimi siwezi fanyia Israeli vile mfinyanzi amefanyia ule udongo? Kwa sababu ulipoharibika hakuutupa, alitengeneza chombo kingine kulingana na vile kichwa chake kilivyokuwa kimepanga. Nataka nikwambie, wewe umejipeana kwa mikono ya Mungu, basi achia Mungu akutengeneze. Haleluya. Wewe umempatia roho yako, basi acha aitengeneze. Wewe umempatia akili yako, basi wacha aiongoze hiyo akili. Praise God. Wewe umempatia your soul, na nikasema your soul ni wewe. Ukiita mtu usikie yeye ako kama mtu kanaitika, hiyo ndio soul. Kama umempatia Mungu hiyo soul, basi achana, mpatie nafasi aitengeneze. Amen. Umempatia your strength, basi washa asynchronize strength yako na yake, afanye maajabu. Na tukasema wakati Samsoni alipohitaji nguvu, hata wakati walimtoa macho, kuna siku alimwambia tu Mungu, tafadhali nilipishie, nipe nguvu just one more time. Na akaenda kwa vizingiti vya hiyo hekalu ya Dagoni ama ni ya Bali, whoever. Alipoisukuma zile nguvu, Mungu akamsikia na akamrudishia. Mungu alisynchronize
strength yake na ile ya Samsoni. Sasa kama umempatia Mungu your strength, that means your ability, your affordability, hallelujah, your availability, and synchronize his power with yours. Kuna kitu itakushinda kweli? Praise God. Kuna mambo 10. Our text provide 10 realities expected in the hands of God. Ukiwa kwa hiyo mikono ya Mungu, katika maandiko haya nimesoma kuna mambo 10 ya muhimu. Number 1, a call to live worthily in our new way of life. Na anasema hapo in the beginning, as a prisoner of the Lord Jesus, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Kwa hivyo tunashurutishwa sasa, kwa sababu sisi ni prisoners wa Yesu. Tuko katika ufalme mwingine sasa, sio ufalme wa kujitawala. Katika huu ufalme basi tunaambiwa tuishi inavyostahiki kulingana na mwito tulioitiwa. Haleluya. Na ukweli tutaweza kwa sababu gani? Tumejipeana kwa yule anaweza. Bwana asifiwe. Haitakuwa ni kuchurutishwa kila wakati. Haitakuwa ni kuzomewa kila wakati. Hapana. Ni kama train ikiwa imewekelewa kwa zile reli zake. Itatembea tu na reli. Bwana asifiwe. Kwa sababu imewekwa in the right place. Imewekwa in its position. Na sisi ambao sasa tumeokoka, tumerudishwa mahali tulistahili. Haleluya. Kwa hivyo tunaambiwa kama sasa prisoner, mahabusu wa Bwana, ishi maisha yanayostahiki mwito uliopokea. Haleluya. Na maisha hayo ukweli ni ya kumpenda Mungu na roho yako yote na nafsi yako yote na mawazo yako yote na nguvu zako zote. Let it be your goal. Praise God. Na kupenda jirani yako kama unavyofanya nini? Unavyojipenda. Let that be your struggle. And the Holy Spirit will keep helping you. That way you will be living worthily. Amen. Worthily ni mtu kupewa mshahara ile inamstahiki. Worthy. Hiyo ndio changamoto Mungu anatupea leo. Ishi maisha ya Mkristo. Ishi maisha ya utaua, maisha ya haki, maisha ya utakatifu. Wacha kama ng'ang'ana hii ukijaribu hiyo. Bwana asifiwe. Ng'ang'ana ukijaribu kumpendeza Mungu. Hiyo ndio ilifanya Paulo akafungiwa jela, akitimiza wajibu wake wa kuhubiri injili ya Yesu. Haleluya. Wewe unaweza shitakiwa nini saa hii? What can you be arrested for? Point number 2. A believer's brotherhood is encouraged. Katika verse 2 inasema be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Sasa haya ni maisha ya wale watu wako kwa ufalme. Sasa kwa sababu umemchagua Yesu, utaishi namna gani? Undugu, maisha ya undugu katika Bwana yanahimizwa. Amen. Na unaambiwa be completely humble and gentle.
completely humble. Humble ni nini? And the gentle. Na gentle? Wewe, hata wewe ukikutana na mtu kama huyo kijana na hujaoa, si huyo msichana ndiye utaoa? Tuongee ukweli. Mtu ambaye ako humble, mtu ambaye ako gentle, si huyo ndio unataka kuoa? Hata wewe msichana, kwani unataka kuolewa na mtu wa aina gani? Si hata wewe uko na macho. Mtu ambaye ametengenezwa na Yesu, akawa completely humble and gentle. Alafu be patient, na ako patient. And bearing with one another in love. Hata wewe ukipata mtu kama huyu, you just fall in love. Why? Because this is somebody that has fallen in love with God. Amen. Somebody living worthily of the kingdom of God. Na akona qualities. Na nimesema hizi qualities ni Roho wa Mungu anatusaidia. Hatutaweza na ile kimbelembele tulizaliwa nayo. Na ndio tumejipeana kwa Yesu. Atusaidie. Na anatusaidia. Hallelujah. Number 3, an enabling of the Spirit is our norm. Kusaidiwa na Roho Mtakatifu sasa ndiyo itikadi, ndiyo maisha yetu. Katika verse 3 anasema, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. Keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Cha muhimu hapo ni bond ya Roho Mtakatifu. Unampatia Roho Mtakatifu nafasi. Hata hapa kanisani Roho Mtakatifu apewe nafasi. Hallelujah. Ndiye atatusaidia, ndiye anatupea amani, ndiye anatubariki, ndiye anatuongoza. Wakati mnasifu hapa, kunakuwa na hiyo unity. It is the Holy Spirit at work. Hamujalala the same place, hamujalala the same area. Lakini mkikutana, yani kuna vile mnaingiana tu. Hakuna mpango imepangwa hapa kama ya dini. Ati huyu atafanya hivi, hakuna. Ni Roho wa Mungu tu tunaashia. That must be our norm. Our way of life. Praise God. Be led by the Holy Spirit. Hallelujah. Usiamuke tu kiguna njia ati kwa sababu umepata nguvu za kuamuka. Hapana. Mwambie Roho Mtakatifu wa Mungu, nisaidie. Nipe nguvu. Hata wale wanafanya kazi ngumu kule, nilikuwa naona kwa YouTube. Msichana akisema vile wakati wa Ramadhani wale wasichana wanafanya kazi kule Uarabuni, kazi wanachoka. Ombeni Roho wa Mungu awape nguvu ya kufanya hiyo kazi ngumu. Na utaweza, na utaifanya ukitabasamu, sio ukinumunika. Kwa biashara yako jumuisha Roho Mtakatifu wa Mungu. That is the norm. That is now our life. Yesu mwenyewe alituambia tusubiri tujazwe na Roho wa Mungu ndio tupate nguvu. Amen. Na wewe hujajazwa na Roho Mtakatifu, mwambie akujaze. Habagui. Bora umeokoka. Tengeneza uhusiano wako na Roho Mtakatifu wa Mungu. The third person of the Holy Trinity. Na ndiye yuko saa hii. Hallelujah. Kama unataka kutoboa kwa chochote maishani, weka yeye hapo. Hallelujah. Unataka kuoa, weka yeye hapo. Unataka kuolewa, weka yeye hapo.
Yeye ndiye anajua yule mwanaume ako kwa imagination. Ati mrefu, macho mazuri. Kwa kichwa yako hata vile ananyoa, wewe unajua. Kwa kichwa yako hata vile ananyoa, anaacha tu ndevu hivi anaacha tu dogo hapo. Kwa kichwa yako Roho Mtakatifu anajua. Wewe mwambie Roho Mtakatifu, miaka yangu inaenda danger zone. Na kuomba, mimi sitaki kuingia danger zone. Wanaume wote walioko duniani unawajua. Na unajua yule mzuri kwa mradi awe ameokoka. Popote alipo, muweke kwa njia yangu. My friend, hakuna mtu anajua hiyo kazi kama Baba yetu wa mbinguni, my friend. Omba huyu my wife story, uone vile alifanyiwa wakati niliomba. Alitupishwa mbao akanikuta mahali nilikuwa ninahubiri. Na hapo mpaka na tikiti. Hata vile amekuja hajui. Mimi ndio nilipatia tikiti ya kurudi huko. Nikiwa nimeomba baba yangu. Amen. Hata wewe omba. Hayo ndio sasa maisha yako ya kuongozwa na Roho wa Mungu. Kubali hiyo. Bwana asifiwe. Kubali hiyo. Kama ukweli umejipeana kwa Yesu. Kama ukweli umeamini kumpenda Mungu na all your heart, all your mind, all your soul, all your strength, basi kubali Roho wa Mungu aongoze pati yako ya maisha. Na uongeze hizi qualities za patience. Tukiwa vijana, kuna wakati unajua kuna vijana naweza kujaga tu hapa kwa sababu kuna msichana huwa anaona. Hakujagi ati kwa sababu ya Yesu. Kuna kasichana kama kako ndio roho inapiga vizuri. Kakiwa hakako ananuna. Ukifanya mistake hako kaolewe. Vijana 5 wanahama kanisani. Nauliza, kwani what was happening? Kumbe kuna msichana mlikuwa mna time na ameenda. Ataenda tu. Lakini wewe kaa hapa kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Amen. Wasichana ni wengi duniani kuliko wanaume. Haiwezekani ukose. Hata ukienda sijui ni Eritrea. Kuna wanawake 6 kwa kila mwanaume mmoja. Kama wamekosa hapa, unaweza fuata hii njia ya kuelekea Marsabit. Vuka Moyale. Enda kabisa. Tawakuta. Dunia ni ya Mungu. Amen. Dunia ni ya nani? Ya Mungu. Unaweza hata wa mzungu ukitaka. Ama namna gani? Acha kuchanganyikiwa na mambo kidogo wewe my friend. Hata Muhindi bora ameokoka. Na nina imani hii kanisa ikiendelea nitaleta hata wachungaji wa Kihindi wako, marafiki zangu. Wako Pakistan, wako India. Nataka kuenda huko uolewe na Muhindi. Enda. Bora ameokoka. Hallelujah. Si hawa watu wote ni wa Yesu? Ukweli urongo? Yes. Number 4. An adherence of the true doctrine is cautioned. Kufuata mafunzo ya ukweli tunakuwa cautioned. Ni kama warning, ni kama advice. Doctrine. My friend, kitu inaitwa doctrine imefanya watu kanisani wakafanyiwa vituko ambavyo sijawahi ona. Leteni mchanga sijui iombewe. Wakimaliza na mchanga leteni maji sijui iombewe.
Wakimaliza hiyo, leteni mafuta iombewe. Wengine kunyweni. Si ufuate Biblia wewe. Haleluya. Sasa kwa sababu uko ndani ya Yesu, wewe ni mfungwa wa Yesu, fuata ya Yesu, wachana na ya watu. There is one body and one spirit. Just as you are called to one hope when you are called. One Lord, one faith, one baptism, one God and one Father of all, who is over all, and through all, and in all. Sikia. Hiyo ni doctrine. Bwana asifiwe. Kuna mwili mmoja na roho moja, hiyo ni kanisa. Kama vile mumeitwa kwa tumaini ambalo mumeitwa la Bwana mmoja ambaye ni Yesu, kwa imani moja, kwa ubatizo mmoja, na kuna Mungu mmoja, Baba ya wote, ambaye yuko ndani ya wote na kupitia wote juu ya wote. Huyo ndiye Mungu wetu. Chunga sana unachohubiriwa na watu. Amen. Na siku hizi wanatembea mpaka kwa manyumba. Kama umeokoka wewe mwambie mimi nimeokoka. Karibuni sana. Ukisikia wanaanza doctrine zingine fane unawaambia hapana, mimi nimeokoka. Mimi huwa nawaambia si huko mumeacha watu wamepotea. Mimi nimepatikana. Bwana asifiwe. Endeni kwa wale wamepotea. Sawa sawa. Kwa sababu wewe ushaoko, hakuna wokovu mara mbili. Wokovu ni mmoja, imani ni moja. Mungu ni mmoja. Kuna Mungu mwingine wamekuletea. Si ni Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakiintroduce mwingine, waambie mlango ndiyo hiyo. Kwa sababu watu wakishakamatwa na doctrine mbaya, my friend, they are worse. Afadhali hata mtu hakuokoka. Worse. Niko na mayangu alikuwa ameshikwa na wachungaji wengine, anaambiwa wewe umewekwa ndani yako, uko na ngozi ya umbwa ndani ya tumbo. Ati na ukweli wanachika tumbo, anasikia uchungu, anatolewa ngozi ya umbwa, iko na mpaka mabuu. Chungeni sana. Chungeni nini? Sana. Na siku hizi ni za mwisho. False prophets ni wengi sana. Wako mpaka kwa runinga. Funga hiyo runinga, weka katuni. Hata sijui nene. Toa hiyo, weka katuni. Cheka. Inatosha hiyo. Wewe umeokoka? Hutaki sarakasi. Wacha wale wanavingirishwa. Wewe uko prisoner wa Yesu. Wale watu wako Kamete, unaweza watoa? Labda utengeneze jeshi yako na polisi wako wakora, muende mpigane huko na wale mapolisi wako kule, na wale prison warders huwaga wametrainiwa mpaka karate. Bunduki kimuchinda anakulima vile mjawahi ona. Ndio wale watu wameua watu wanawekwa wapi? Kule, na hawezi toka, amefungiwa. Kama serikali ya Kenya inaweza fungia wakora na hawawezi toka, anamaliza 40, 50, 60 years anakufia huko. Nani atakutoa kwa Yesu ukiwa prisoner wake? Shetani ataweza? There are not enough demons in hell to defeat a child of God who is in Jesus.
and who knows their position in Jesus. Hakuna mashetani ya kutosha. Number 5, a portion of grace is given each one of us. Kwa sababu ya kuwa ndani ya Yesu, kila mtu amegawiwa neema kiasi ya kumstiri, ya kuweza kufanya kazi ya Mungu. Here iko katika verse 7, but to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Na yule anapeana ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Na huwa anaongezea. Ukiexhaust aone umeexhaust, anakuongezea, anakaa akiongeza, anakaa akiongeza. Si ya kuongezea katika jina la Yesu. Amen. Lakini tumia ile uko nayo, tumia ile uko nayo. Endelea kuitumia, endelea kufanyisha kipawa chako kazi, kwa sababu ni neema ya Mungu inafanya kazi ndani yako. Haleluya. Umegawiwa. Tumia ile umegawiwa faithfully, uone atakuongezea. Kila mtu, Paulo alikuwa na yake hata akiwa ndani ya prison. Si mnakumbuka Paulo na Sila? Hata wakiwa wamefungiwa, ile neema walikuwa wamegawiwa, wakaanza kuimba. Hawakuona kama wako jela. In fact wanafurahia wamefungwa vile Yesu alifungwa. Na saa hii Mkristo wa sasa akipata kashida kadogo, mimi Mungu, kama utanijibu afadhali nirudi nyuma, si urudi. Kwani Mungu, nafikiri Mungu atalia? Mungu alichoma watu wote wa Sodoma na Gomora na akaenda. Utamupeleka wapi? Na dunia ni yake. Nyenyekea kwa Mungu. Na mimi pia nifanye nini? Ninyenyekee. Maisha yetu yameshikiliwa na Mungu. Nilikuwa naambia huyu kijana, hii dunia ni ya mviringo, ni kama mpira. Mungu akikasirika pita nayo na mguu. Si mnajua imehangi huko juu. Akikasirika ipige teke sini yake. Na sahau wakati wa Noa aliokoa watu 8 peke yake, hii ingine yote sombwa na maji. Kama bibi ingine niliona ng'ombe wanabebwa, they have no say. Ukibebwa hakuna kitu unaweza fanya. Ng'ombe zimechikwa, unaona ndio hiyo, hata imeshindwa kuogelea. Inabebwa kabisa na hii maji ya juzi. It's not a joke. Ile neema umegawiwa, ifanyie kazi, itakuokoa wakati wa shida. Hiyo neema. Amen. Number 6. A pattern of leadership is provided. Pia ujue kanisa pia ni government ya Mungu. Yesu aliiwacha in place. Na utaona this is why it says when he ascended on high, he led the captives in his train and gave gifts to men. Wakati Yesu alipokufa, alienda vita kule kuzimu na akateka nyara kule kuzimu. Bwana asifiwe. Na alipotoka alikuja na vipawa ambavyo shetani alikuwa ameshika kule, na akagawia basi hizi vipawa kwa watu. Wengine wakapewa mitume, wengine wakapewa manabii, wengine wakapewa wainjilisti, wengine wakapewa wachungaji, na wengine wakapewa wainjilisti, walimu. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. It was he who gave some. It was he who gave Jesus himself. Kwa hivyo unaona besides ile neema umepewa, kila mtu amepewa, pia kanisa limepewa watu wa kuhudumu kwa wale watu wa Yesu.
katika hiyo kingdom. Bwana asifiwe. Na hata ukienda kule Kamiti, ukweli utakuta kuna mahabusu amefungwa miaka 40, lakini yeye ndiye anagawa chakula. Ni mahabusu lakini yako na power. Kuna yule amegawa. Yesu ndiye amegawa. Yesu ndiye ameniweka hapa. Na ninamuogopa. Na ninamheshimu. Na ninataka ukweli nipate thawabu kutoka kwake. Hallelujah. A pattern of leadership is provided. Na vile mmekuja hapa, kuna neema inawafikia kwa sababu mmetii pattern ya uongozi wa Mungu. Amen. Umewahi kuta mtu anakuambia mimi siendagi kanisa? Huyo ni muasi. Huyo ni nani? Ni muasi. Na muasi katika sheria ya Kenya huwa anauawa. Ukijaribu kupindua serikali ya Kenya, ufanye coup d'etat, ukamatwe, hiyo ni kinyonga, hakuna kuongea. Court martial. Hata hufungwi na hawa majaji wa kawaida. Kule kwa jeshi unafanyiwa kesi yako huko na unauawa huko. Na hata kaburi yako sidhani kama kuna mtu atajua mahali iko. Kuna government ya Mungu. Bwana asifiwe. Jiweke chini ya one of these ministries. Hallelujah. Kama mimi ni pastor ama ni apostle ama ni evangelist, vile ninaonaga. Kuna uwezekano pia ugawiwe apostle kidogo, prophet kidogo, evangelist kidogo. Kuna uwezekano. Sawa sawa? Yes. Kuna pure pastors na ni watu wazuri sana. Ukishemua tu wamekuja. Kukikufa mtu kwenu achafika. Mambo zingine naweza shindwa mimi. Bwana asifiwe. Na ndio niko na wachungaji wengine wa kunisaidia. Hallelujah. Kwa sababu unaweza kuwa apostle kazi yake ni ya kuenda akifungua makanisa, akienda kufungua makanisa mpaka mnaulizana, kwani huyu pastor yeye sasa ako wapi? Ako Sudan, ako Zaire, wapi? Anatokelezea. Naona nikakitamaa tu anafanya hivi, kichwa yake haiko hapo. Yeye amekuja kusema kule ametoka, kazi imefanyika. Mfurahikieni, huyo ni apostle. Ama ni missionary. Bwana asifiwe. Sana mimi ni missionary. Na missionary nadhani ni combination ya apostle na evangelist na pastor. Na tisha ni kama zote ziko combined. Kidogo. Bwana asifiwe. Kaa chini ya mamlaka ya mtu wa Mungu. Na mfanyie litmus test. Amen. Ukitumia nini? Biblia. Usifate tu mtu kwa sababu anataka kukuambia vile unataka. Unajua kuna mahali tulienda, hawa mama wanaonaga. Na wanaona vitu za ajabu sana. Mayanti akaniambia kuna mama najua ni pastor, sasa hiyo tuko Nakuru. Mama alitupa bwana yake. Sasa ametafuta kakijana wamekuja nako. Tukawapea room wawe wanalala. Akaniambia kuna mahali naenda kuhubiri nipeleke. Nikampeleka. Tulipofika hapo, hawa watu ni matajiri. Sitaki kuwataja. Watu walikuwa wanatajika siku za Kenyatta. Wale nasikia walikuwa wanapiganga Moi kofi. Sababu ya nguvu. Chezea deputy president kama vile anachezewa saa hii.
mpira itageuka, wengine watajificha. Huyo mama ukifika tu analiuliza, Mungu ananiambiaje? Yaani wewe huwezi jiombea Mungu akuambie yale anataka kukuambia. Ati lazima ufate mtu upange foleni ndio uambiwe vile, na wewe ni prisoner wa Yesu. Wewe unaishi ndani ya Yesu. Watu kama hawa hupotoshwa sana. Nakuta magari imeenda, machamba imeenda. Kabla ufunguke macho ndio unatokea kwa TV. Ati vile umeragaiwa. Watu wakomae please in Jesus name. Amen. Number 7, a mode of preparation is initiated. Hawa watu kazi yao ni gani? To prepare God's people. Kuna preparation inafanyika. Sasa hii ndio kazi ya hizo ministry 5. Do you understand? What am I doing here with you? I am preparing you, God's people, for works of service. Kila mtu ako na kazi yake hapa, kwa hivyo hii ni preparation. Bwana asifiwe. So that the body of Christ may be built. Na mwili wa Yesu ni nani? Ni wewe na mimi. Unajengeka. Hallelujah. Kama vile unavyompatia mtoto ugali na omena, ukiamuka kama mtu kanarefuka tu. Kwanza huu wakati wa corona, watoto, kwani mlikuwa mnapea watoto nini? Unaangalia mtoto achakuwa mtu mzima kwa sababu ya kukula. The same way spiritually, as I share this word, you are growing. Amen. Ama kuna siku wewe na mama ukaambia mama, chika kichwa na mimi nichike mguu, tuvurute huyu mtoto awe mrefu. Mmewahi fanya hivyo? Si nikumpatia tu food. The same way the Bible, the teaching I am teaching, the teaching you learn yourself, the songs you sing that are building your spirit, the body of Christ, which is you and me, are being built. Hallelujah. Na ndio unaona unavyozidi kumpenda Mungu, unavyozidi kuja kanisani, unaendelea kubadilika, unaendelea kuwa mlembo. Kuna kitu inafanyika, utukufu wa Mungu uko juu yako. Wakati niliokoka siku ya kwanza, nilipoingia kanisani, karibu watu watoroke. Sura mbaya. Kule nimetoka. Lakini kukaa. Yesu anafanya kazi. Roho yangu inabadilika, nafsi yangu inatengenezeka, mawazo yangu yanabadilishwa. By and by you are built. Praise God. Hata nilikuwa nikuje na nyundo leo, nyundo yangu na misumari. Building, unajua carpenter ni mjenzi. Bwana asifiwe. Ndio hii nyumba ijengwe tulihitaji carpenter. Tukitaka kujenga na mawe tutahitaji mtu aina gani? Tutahitaji mason. Unaona? Kila mtu na kazi yake. Na tukihitaji maji yawe connected tunahitaji nani? Plumber. Kila mtu na nini? Na neema yake. Wakati tulikuwa tunachomelea hizi chuma tulihitaji nani? Welder. Na ukiangalia misumari, saa nyingine unagonga misumari inakuwa kombo. Nyundo upande huu mwingine kuna vile inakaa. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati unapiga kuna vile unaweza pinda huo msumari unakuwa straight, ndio ukonge ndio uweze kutimiza
ile kazi ulitengenezewa, huo msumari ulitengenezwa na kazi yake. The same way wewe pia umeitwa kanisani na kazi yako na kazi yako. Kazi ya pastor sasa ni hiyo ya kugongelea kama ya carpenter. Nikiona unakuwa kombo nagonga gonga hivi. Nagonga ka naona unaenda kuwa kombo. Nawacha. Natumia the other side. Bwana asifiwe. Nanyooka inanyooka, unaenda ukiingia. Saa nyingine wengine wanakuweka kombo mpaka inabidi unamuweka akiwa kombo tu. Unatafuta msumari mwingine. Bora ashikilie kidogo. Sicheze. Bwana asifiwe. Number 8, a purpose is built. Kumbe Mungu ako na purpose. Hallelujah. Ya kanisa. Na purpose iko katika verse 13, until we jina inarudi. Mpaka sisi zote we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Hiyo ndio purpose Mungu ana target. Ana target unity ya imani na ufahamu wa kumjua mwana wa Mungu. Na ndio nikasema ni vizuri kweli kupeana mawazo yetu kwa Mungu, kupeana roho yetu kwa Mungu, kupeana nafsi yetu kwa Mungu, kupeana awabie kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kuna target ako nayo, the knowledge of the Son of God, the knowledge. Itawezekana kweli kwa mtu hajajipeana kwa huyo Mungu, kwa roho wa Mungu? Haitawezekana. And that is why these spiritual things need a spiritual convocation, a spiritual dimension, a humbling, an acceptance. Ukisikia kitu haiambatani na Mungu, naambia roho wa Mungu nisaidie, ni overcome. Nimekupa mawazo yangu, roho wa Mungu, nisaidie mawazo yangu yafanane na yako. By and by utaenda ukiwa mtu tofauti. Bwana asifiwe. Na Mungu akikuongezea neema, akikuongezea kazi kulingana na mapenzi yake, sio yako. Amen. Number 9, a mission is unveiled and it become mature. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Kumbe mission ya Mungu pia ndio ukomae na uweze kufikia utimilifu wa kipimo cha uzima wa Kristo. Sijui kama nimejaribu kuitafsiri inavyotakikana. Kuna Christ likeness ambayo inafaa itokane na haya mambo yote. Christ likeness. Bwana asifiwe. Sio udini, tuwe saints wa Mungu, tuwe watu wa Mungu ambaye amejibadilishia yeye mwenyewe, sio kwa uwezo wetu, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sio kwa nguvu zetu. Ni Zerubbabel aliambiwa, it is not by power not by might but by the Spirit of God. Kufikia haya mambo tunaongea, ndio nikasema lazima Roho Mtakatifu, lazima sisi kujipeana kwake, totally absolute. And that is the journey I am following. That is what I want also. Bwana asifiwe.
A mission is unveiled. Mission ya Mungu ni kutufanya tuwe mature. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ni kama wakati mtoto anakuwa. Hata hawa watoto tunalea. Kwani wewe unataka awe nini? Si unataka awe mature. Unataka awe binadamu. Na kuna mahali unataka asimame na miguu yake mwenyewe. Na Mungu anataka nini? Alison is released so that we will no longer be infants. Amen. Which means Paulo sana alikuwa anatazamia wale watu wanahadaa wa Kristo. Na kama hawatahadaiwa, basi kuna mambo lazima wafuate wakiwa ndani ya Yesu. Ili wasije wakawa watoto wa kunyonya miaka yote, no longer infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Kwa sababu kuna watu shetani tu ameachilia. Na wengine hata ni wahubiri. Na kazi yao ni kuhadaa watu wakiendaga kuzimuni. Katika kufuata mambo haya utaona reason ya Mungu ni kwamba tuweze kukomaa. Na ndio naona parents huwa wanaogopa sana wakati wasichana wamebarehe. Wanaogopa akutane na fisi adanganywe. Ama huwa mfikiri hiyo. Wengine unaogopa adanganywe vile wewe ulidanganywa. The same way pia Mungu anahofia. Anataka tukomae. Bwana asifiwe. Tukiwa ndani yake. Ukisikia mhubiri wa uongo unajua huyu ni wa uongo. Kwa sababu hajafikia kipimo cha nini? Cha maandiko. Bwana asifiwe. Alison is released. Then we will no longer be infants. Na kama hutajiashiria kwa roho ya Mungu utakaa infant milele. Kama hutapenda neno la Mungu utakaa infant milele. Ukianguka tu ukiamuka, ukianguka tu ukiamuka. Huendelei kiroho. Tafadhali tujipeane kwa Yesu. Kwa dhati. Kwa Roho Mtakatifu. Kwa neno la Mungu. Kwa maombi. Tii neno la Mungu. Tii Roho Mtakatifu. How do we respond? While in the hands of our Father, in the hands of our Master, simply surrender. Hallelujah. Simply do what? Surrender. I encourage you to relax and surrender your life in the hands of our Master Jesus. Like we do when we visit the doctor. Namalizia. Mimi naonaka tukienda kwa daktari huwa tunanyenyekea. Unasikia next? Unakuja. Hata huongei. Naambiwa sit down, unaketi. Anakuja na kidude. Anafanya hivi, mkono yako inafinywa. Hata huongei. Uko kwa daktari? Hata Yesu ndiye daktari wa madaktari. Amen. Ingia kaa kwa Yesu. Wacha afanye vile anataka nawe. Na saa nyingine anakuambia nataka nikutunge sindano. Ni macho tu unakondoa lakini lazima utadungwa tu. Najua siku hizi watu hawadungwi kama zamani. Siku hizi mnabembelezwa sana.
Especially nyinyi watoto. Nyinyi mnapembelezwa. Sisi siku zetu lazima. Kwanza ukiingia unaona zinachemshwa.